Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali sura yake ya 23 mstari wa 7. Kukosa pesa haimaanishi ya kwamba umekuwa maskini, au kuwa na pesa, kuwa na mali, kuwa na vitu vingi sana haikufanyi wewe kuwa tajiri. Utajiri na umaskini wa kila mtu unaanzia kwenye akili yake, unaanzia kwenye mtazamo wake. Nimekuwa nikitafakari habari za baba moja, alikuwa anaishi kwenye kijiji fulani hivi, na huyo baba alikuwa tajiri sana. Kwa hiyo huyo tajiri akaamua siku moja, akanunua chakula, akatuma wafanyakazi wake, wakagawa kwenye kila nyumba, wakagawa chakula. Sasa baadhi ya watu ambao walikuwa na mind mbovu, ambao walikuwa namuwazia yule baba vibaya, wakasema hapana, hatuwezi kula hii chakula ya huyu baba, sababu tukikula huyu baba atatutoa kafara. Kwa hiyo wale watu wakachukua chakula wakaenda kutupa. Hawana chakula, alafu wamepewa chakula. Sababu ya mtazamo wa ovyo, umechukua chakula umeenda kutupa, alafu ukafa kwa njaa. Unaona ya kwamba kuwa na kitu, yani sio kwamba ndio una kitu, au kukosa kitu sio kwamba ndio umekosa kitu. Kinachokutesa sio ukosefu. Badilisha mindset yako. Kwenye akili yako umeshajiwekea kwamba wewe hauna kitu. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Anza kuishi ukiwa unajiona mkubwa. Anza kuishi ukiwa unajiona na wewe kwamba inawezekana ufanikiwe. Inawezekana na wewe utoke kwenye zero na uwe hero. Inawezekana na wewe ufanye kitu ambacho hakijawahi kufanyika duniani. Inawezekana uandike historia ya mambo makubwa. Inawezekana. Mind. Badilisha.